ukienda kwenye lango la benki, sawa kwenye lango la benki na ukaenda kwenye lango la nyumba tu ya kawaida, unaona hata namna ya ulinzi unakuwa tofauti, kwa sababu nyumba ya kawaida inaweza isiwe na mlinzi kwenye lango, lakini ukiingia benki pale utakutana mlinzi. Kwa nini? Anaangalia ni kitu gani ambacho kinaingia na ni kitu gani ambacho kinatoka. Kama umekuja na vitu vya kuharibu ndani, yule mlinzi kazi yake ni kukuzuia wewe usiweze kuingia humo ndani. Lakini kama kuna vitu unataka kuvitoa kinyume na maelekezo, kazi ya mlinzi ni kukuzuia wewe usiweze kutoka na hivyo vitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini angalia lango ambalo wakati mwingine halina mlango. Yaani tukijenga choo tukaweka hapa afu tukaacha kuweka mlango, yeyote yule anaingia na kufanyaje? Na kutoka. Kwa nini? Hakuna mlango. Sasa nafikiri unaanza kunipata. Kwa hiyo mimi na wewe kwanza sisi ni lango, ni malango. Tunaelewana wapendwa? Lakini pia nyumba zetu ni malango. Sehemu ya kazi tunayofanya ni malango. Kazini kwako kuna lango. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa unaanza kuelewa. Kwa hiyo nini maana ya malango? Nataka nikupe maana 3 ambazo tutaenda kuzitumia kwenye maombi. Maana ya kwanza, malango ni mahali pa maamuzi. Ni mahali pa maamuzi, mahali pa kuamua. Tunapozungumzia malango ni sehemu ya maamuzi. Malango yakiharibika na maamuzi yanaharibika. Malango yakiwa thabiti, yakiwa mazuri, na maamuzi yako yanakuwa ni mazuri. Kwa hiyo ni sehemu ya maamuzi. Unaamua nini? Unaamua ni kitu gani kinaingia na ni kitu gani kinatoka. Na ndiyo maana hata wewe sahihi unaamua kwamba ni kitu gani ambacho nikichukue nikiingize ndani yangu na ni kitu gani ambacho sitakiwi kukiingiza ndani ya moyo wangu. Tunaelewana ndugu zanguni? Kwa hiyo ni sehemu ya maamuzi. Namba 2, malango ni sehemu ya heshima au ni sehemu ya hadhi. Ni sehemu ya heshima. Ninapozungumzia lango au malango, nazungumzia sehemu yako ya heshima. Sehemu yako ya heshima. Na ndiyo maana ukiangalia kwenye nyumba, ukitembea nyumba tofauti tofauti, malango ya nyumba fulani yanaweza yakawa na heshima au yasiwe na heshima. Unaweza kuniuliza kwa namna gani pastor, au kwa namna gani mtu wa Mungu? Kwa sababu kama ya namna hii, kuna eneo lingine halinaga hata ule upako au yale mafuta ya kiungu. Yeyote yule anaweza kaingia na anaweza katoka. Yaani kwa maana nyingine, hata kama kuna mtu labda ni mtaani kwako, ni nyumbani kwako, yaani mtu yeyote yule anaweza akaingia, wakati mwingine hata bila kupiga hodi anaingia tu. Kwa nini? Lile lango halina heshima. Lakini kuna nyumba nyingine ukienda, lazima kwanza unaenda kwa adabu, unaenda kwa kujitayarisha ya kwamba naenda sehemu fulani, na kupiga kwako hodi utapiga kwa heshima. Kwa nini? Lile lango lina heshima, mahali pale pana heshima. Lakini ukikutana na mji ambao hauna heshima, lango lake halina heshima, yeyote yule akija tu anaingia tu hodi, karibu ameshaingia, ameshakaa, ameshafanya chochote. Yaani hakuna utiisho, hakuna utiisho kabisa. Sasa eneo hilo ujue ya kwamba limeshaharibiwa katika ulimwengu wa roho. Limeshaharibiwa katika ulimwengu wa roho. Hata kama ni mlezi, yuko razi tu kuingia, wala haoni shida, haogopi. Yeyote yule yuko razi kuingia, haogopi chochote kile. Kwa nini? Hakuna utiisho kwenye hilo eneo. Bwana Yesu atusaidie sana. Na jioni ya leo tunaenda kushughulikia malango. Sasa nakupitisha ili unapoingia kwenye maombi ujue namna gani unaombea lango lako. Kama ni lango lako la mji, ujue namna gani unapambana nalo. Namna gani unapambana nalo, ili mwisho wa siku liweze kuwa na heshima katika ulimwengu wa roho. Namba 3, malango ya mji ni nini mtu wa Mungu?
malango ya mji au malango au lango ni mahali pa vita na ulinzi, mahali pa vita. Mara nyingi vita vingi sana vinafanyika kwenye malango. Ukiangalia nchi yetu ya Tanzania, ina malango maalum ya watu kutoka nje kuingia, na mojawapo utakuta lango ni airport. Wale watu wote wanaopita angani kuja kutua Tanzania wanakutana lango la kuingia kwenye mji, na wakifika pale lazima wasachiwe, na chochote kile kinachotoka nje ya nchi, iwe ni nguo, iwe ni chakula, chochote kile kinachotoka nje ya nchi kinapoingia ndani lazima kipite kwenye lango. Na wanaoweka ulinzi, nazungumzia lango kama sehemu ya ulinzi, wanaoweka ulinzi kwenye lango ya vitu vinavyopita ni watu wanaitwa TBS. Tunaelewana wapendwa? Hauwezi ukaleta kitu ndani ya Tanzania kama hakijapigwa muhuri wa TBS. Wakikikamata unaingia kwenye kesi. Kwa nini? Kimepita. Kwa hiyo wale wanashughulikia kuangalia ubora wa vitu vinavyopita kwenye mji. Lakini angalia lango lingine, wanaotembea kwa mguu ni lango, unakuta labda ukienda pale kama unaenda Silali, pale Silali kuna boda. Tunaelewana wapendwa? Ni nini? Hauwezi ukaingia bila kutoka, bila kitambulisho. Wanalinda lango la mji wa Tanzania, lango la taifa la Tanzania. Lakini pia kama utatumia chombo cha maji utakutana pia kuna lango. Kwa hakuna nchi yoyote ile ambayo haina malango, na ndio maana watu wako makini sana. Huwezi kwenda kwenye lango ukakosa askari. Huwezi kwenda kwenye lango la mji ukakuta tu limekaa ovyo ovyo. Lazima kuna walinzi ambao wanahakikisha mambo hayaharibiki. Lakini pia katika ulimwengu wa roho kuna walinzi wanaolinda malango. Sasa inategemeana wewe lango lako linalindwa au halilindwi. Bwana Yesu atusaidie sana. Inategemeana kwamba kwenye lango lako wewe unaruhusu kitu gani kipite na kitu gani kisipite. Bado mtu hajanielewa. Ukija kwa watoto, ukija kwenye ndoa, kuna malango. Mke na mme wanaweza wakaamua vitu vya ndani visitoke nje. Yaani mipango na mikakati na mambo yanayofanyika ndani ya nyumba, wanaweza wakafunga lango ili yasitoke nje. Lakini kama hawajafunga lango, unajikuta kuna jambo mmezungumza mke na mme, kesho yake au baada ya wiki moja unalikuta mtaa wa tatu. Ujue pale lango limeshavurugika. Nikwambie mama fulani, mimi mume wangu ni hivi na hivi na hivi. Nikwambie baba fulani au fulani, mke wangu ni hivi na hivi. Ujue lango, huyo mtu hajui kutunza lango lake. Hajui kutunza lango la familia. Hajui kutunza lango la ndoa. Kwa chochote unachokifanya huwa kina lango. Na jioni ya leo malango yetu yanakombolewa katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna mtu anaweza akasema, mchungaji, mbona sasa usome andiko? Haya, tusome Mwanzo 22:17. Mwanzo 22:17. Mwanzo 22:17. Anasemaje? Maandiko yanasema hivi: nitakubariki sana, nami nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani ya bahari. Angalia sasa, nao uzao wako utamiliki malango ya adui zake. Umeona? Uzao wako utamiliki malango ya adui zake. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa ni lazima uwe na uwezo wa kuyamiliki malango. Lazima uwe na neema ya kumiliki malango. Yaani kiasi kwamba kwenye lango lako unakuwa uko makini sana. Na unapomiliki malango ya adui haweza kapita kwenye lango lako. Na akijaribu kupita anakutana na kichapo, kwa sababu kuna walinzi ambao wamekaa pale. Unawezaje kulinda malango yako? Mojawapo, tunayalinda malango yetu kwenye maombi. Tunalinda malango yetu kwenye maombi. Na unakuta mtu anakazana kwenye maombi, na yale maombi anapokazana yanaenda kulinda lango lake. Na ndio maana unaweza kukuta kwenye lango fulani mtu anaogopa, mtu anaheshimu,
hawezi akafanya kitu kibaya. Nakumbuka siku moja kuna mtu mmoja analewa sana, ni mlevi kweli kweli kupindukia, mlevi kweli kweli kupindukia. Lakini katika eneo letu pale huwa naogopa kupita. Aliwahi kupita siku moja aliwahi kupita siku moja na alijilaumu kwa nini alipita eneo hilo. Bwana Yesu tusaidie sana. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu hata kama ni mlevi, hata kama ni mchawi, hata kama ni mganga, anapopita kufanya mambo yake, jambo la kwanza huwa anaangalia lango. Akikuta lango liko wazi, anaingia na kupita. Tunaelewana wapendwa? Na akikuta lango lina ulinzi, anapokea ule utisho. Yaani akiangalia ule utisho, unamwambia hapa uruhusi kuingia. Na hapo ukitaka kuingia, ingia kwa adabu na kwa heshima. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa nini? Kwa sababu Mungu akiachilia neema kwenye malango yako, hauwezi kubaki kama kawaida. Malango yako yakikombolewa, hauwezi kubaki kama kawaida. Kuna ulinzi ambao Mungu anauachilia. Ili magonjwa yaweze kupita, yanapita kwenye lango. Ili nguvu za giza ziingie ndani mwako, zinapita kwenye lango. Sasa inategemeana kuna ulinzi wa namna gani. Ndio wanasema kwamba na uzao wako utamiliki malango ya adui zake. Utayamiliki malango. Kwenye Mathayo 16:18, Mathayo 16:18 hadi 19, anazungumza, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, angalia, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Milango ya kuzimu haitakushinda. Kwa maana nyingine, kuna malango ya kuzimu, na kazi ya malango ya kuzimu ni kukufanya wewe malango yako yashindwe. Ndio maana ukichukua hii Mathayo 16:18 ukaunganisha kwenye Mwanzo 22:17, unaona namna ambavyo anasema uzao wako utamiliki malango ya adui. Kwa maana nyingine, kama hutamiliki malango ya adui, adui atamiliki malango yako. Na kama adui akimiliki malango yako, atakufanya namna anavyotaka yeye. Yaani mfumo wa maisha yako utaendeshwa na yeye anavyotaka, sio wewe unavyotaka. Wakati mwingine maamuzi yako wewe yataendeshwa na namna anavyotaka. Kwa nini? Amemiliki malango yako. Namna unavyotafakari, namna unavyoamua mambo, yanaamuliwa na nini? Na yule adui aliyekamata malango yako. Kwa hiyo yule anayemiliki malango ndiye anayetawala. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndiye anayetawala. Kwa hiyo ni mahali pa heshima, ni mahali pa vita, ni mahali pa maamuzi. Sasa naomba jioni ya leo nataka tudili hapa, na utaona namna ambavyo Mungu atafungua watu. Utaona namna Mungu anavyokufungua, anavyoachilia kitu fulani. Wewe cha msingi kazana. Mwambie mwenzako ni masaa ya kupambana kwenye malango. Na nina imani ya kwamba kuna watu ambao wamekuja kupambania malango yao. Bwana tusaidie sana. Nina imani kuna watu wamekuja kupambania malango yao. Naomba tusimame. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na kwa utukufu wako. Asante kwa siku ya leo. Unaweza kuongeza sauti zaidi ya hapo. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya majira haya. Nimelisikia neno lako, neno la utangulizi litakalo niongoza kwenda kwenye maombi. Bwana Yesu, jioni ya leo ninaomba juu ya malango. Nina imani ya kwamba utanisaidia katika jina la Yesu Kristo. Chochote kile ambacho kimepandwa kwenye malango yangu, jioni ya leo ninaking'oa katika jina la Yesu. Kila aina ya malango ambayo adui ameyaachilia katika maisha yangu, leo kwa jina la Yesu ninatangaza ya kwamba malango yangu yako salama
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sasa naomba uombe kwanza juu ya malango yako kwanza, juu ya malango yako kwanza, na baadaye tutaenda ombi letu la pili. Baba, katika jina la Yesu, ninasema asante kwa ajili ya jioni ya leo. Ninasema asante kwa ajili ya neema yako. Tazama, kanisa lako limekusanyika kwenye madhabahu yako, na leo ikiwa ni siku ya 17 ya maombi. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tazama, nazungumza na malango jioni ya leo. Ninazungumza na malango jioni ya leo. Ninazungumza na malango jioni ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Chochote kile ambacho kimewekwa kwenye malango yetu, kila adui aliyesimama kwenye malango yetu, kila adui anayeendesha maamuzi yetu kupitia malango, kila adui anayeendesha maamuzi yetu kupitia malango, katika jina la Yesu Kristo, kila chochote kile ambacho adui alikiweka kwenye malango yangu, alikiweka kwenye lango lako, alikiweka kwenye lango lako, katika jina la Yesu Kristo, wewe adui, nakupiga jioni ya leo. Ninakupiga jioni ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila adui aliyesimama kwenye lango lako, kila adui aliyesimama kwenye lango lako, ninaachilia moto kwenye lango lako, naachilia moto kwenye lango lako, hilo lango lako la maamuzi, naachilia moto ulao kwenye lango lako la maamuzi, naachilia moto ulao kwenye lango lako la afya, naachilia moto ulao katika jina la Yesu Kristo. Chochote kile ambacho adui alikisema na kukiweka kinachopata uhalali wa kutawala na kutenda katika malango yako, katika malango yako, kikatae jioni ya leo, kikatae jioni ya leo. Neno la Mungu linasema ya kwamba mpingeni naye atawakimbia, mpingeni naye atawakimbia. Pinga kazi za adui kwenye lango, pinga kazi za adui kwenye lango, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mama, unaweza ukakazana zaidi ya hapo, unaweza ukapambana na lango lako zaidi ya hapo. Angalia namna ambavyo mambo yanakusumbua, angalia ni jambo gani ambalo linapata uhalali, angalia ni jambo gani ambalo linapenyezwa katika ulimwengu wa roho. Weka ulinzi katika lango lako, weka ulinzi katika lango lako, weka ulinzi katika lango lako. Ninaachilia ulinzi wa kiungu, ninaachilia ulinzi wa kiungu katika malango yetu, ninaachilia ulinzi wa kiungu katika malango yetu, naachilia ulinzi wa kiungu katika malango yetu, katika jina la Yesu Kristo. Chochote kile ambacho adui amejipanga ukipitisha ndani ya mwaka huu, ambacho adui amejipanga kipitisha ndani ya mwaka huu kupitia malango yangu, ninakataa katika jina la Yesu, ninakataa katika jina la Yesu. Chochote kile ambacho adui amejipanga ili kipitishe, amejipanga ili kipitishe ndani ya mwezi huu, ndani ya mwezi ujao, ndani ya miezi inayokuja, ninaachilia ulinzi wa kiungu, ninaachilia ulinzi wa kiungu katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia ulinzi wa kiungu, ninaachilia damu ya Yesu katika malango yetu, ninaachilia damu ya Yesu katika malango yetu. Damu ya Yesu inayonena mema, damu ya Yesu ni ulinzi, damu ya Yesu ni uponyaji, damu ya Yesu ni ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Inanikumbusha wakati ule wana wa Israeli walipopata ukombozi kutoka mikononi mwa Farao, Farao aliyekuwa amewashikilia zaidi ya miaka 400, lakini kupitia ile damu ambayo iliweka kwenye mimo ya milango, hakika walipata uponyaji, wakapata neema ya kutoka, wakapata neema ya kutoka katika jina la Yesu Kristo. Kila lango ambalo adui ameliweka, kila lango ambalo adui ameliweka ili usiweze kutoka, adui ambaye ameweka lango ili usiweze kutoka, ili usiweze kuwaza mema, ili usiweze kutafakari mema, katika jina la Yesu Kristo, hilo lango la adui naliondoa, naliondoa kwenye mfumo wa maisha yako, naliondoa kwenye mfumo wa maamuzi yako katika jina la Yesu Kristo. Lango ambalo adui ameliweka, lango ambalo adui amelijenga ili usiweze kutoka, ili usiweze kutoka, ninaling'oa jioni ya leo, ninaling'oa jioni ya leo. Ng'oka katika jina la Yesu, ng'oka kwa jina la Yesu.
Yesu Kristo, ng'oka kwa jina la Yesu Kristo. Ninakung'oa jioni ya leo, wewe lango ambayo adui amekupanda, adui amekuweka, katika jina la Yesu. Ninakung'oa jioni ya leo, ninakung'oa jioni ya leo. Ng'oka kwa jina la Yesu, ng'oka kwa jina la Yesu, ng'oka kwa jina la Yesu, ng'oka kwa jina la Yesu. Leo unatuachia, leo unatuachia wewe lango ambaye umezuia kwa miaka nenda rudi, umezuia maendeleo yetu, umezuia uchumi wetu, umezuia vyanzo vya mapato. Rabosheke tarabasika, ninakung'oa kwa jina la Yesu, ninakung'oa kwa jina la Yesu. Leo unaachia, leo unaachia, unaachia kwa moto, unaachia kwa moto, unaachia kwa moto. Inanikumbusha wakati wa Samson alipokuwa ameingia kwenye ule mji, wale watu walikaa kwenye lango, wakasema wanamvizia Samsoni. Walikaa kwenye lango wakilinda lile lango ili Samsoni asipite, ili Samsoni asiweze kutoka. Lakini maandiko yananiambia ya kwamba Samsoni alipofika kwenye lile lango aliweza kuling'oa, aling'oa yale mageti, aling'oa lile geti, na Samsoni akajitwika lile geti, akaenda kulitupa mbali, akaenda kulitupa mbali. Katika jina la Yesu Kristo, haya makufuri walioyaweka katika hilo lango ili usiweze kufungua, ili usiweze kufungua, haya makufuri walioyaweka kwenye hilo lango lako, leo linakuachia hilo lango, leo linakuachia hilo lango. Rabashakata rabasika, rebo shende reba sekata, rebo sharaba sekandereba. Hilo lango linakuachia leo, leo linakuachia. Rabashandereba sika, rebo shandaraba sekata, rebo sheketa rabasika. Katika jina la Yesu Kristo, ninaling'oa hilo lango, ninaling'oa hilo lango katika jina la Yesu, ninaling'oa hilo lango kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaling'oa hilo lango katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaling'oa hilo lango linalozuia usifanye maamuzi mazuri, linalozuia usisonge mbele, linalozuia usiendelee, linalozuia usisonge mbele. Rebo shaka tarabasika, hilo lango naling'oa jioni ya leo, ninaling'oa jioni ya leo katika mfumo wa maisha yako, ninaling'oa jioni ya leo katika jina la Yesu. Wewe langu naachia, wewe langu naachia, wewe langu naachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rabo shanerebasika, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, ninaachilia ulinzi wa kiroho, ninaachilia utisho wa kiroho katika lango lako, naachilia utisho wa kiroho katika malango yako, naachilia utisho wa kiroho katika malango yako, naachilia utisho wa kiroho katika malango yako, katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia ulinzi wa kiungu. Rabo shanda rabasika, malango yako yalindwe usiku na mchana, malango yako yalindwe usiku na mchana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, jioni ya leo tunakukumbusha, unasema ya kwamba enyi wenye kumkumbusha Bwana msikae kimya, enyi wenye kumkumbusha Bwana msikae kimya. Nasi Bwana, jioni ya leo hatujanyamaza, tunapaza sauti zetu, tunakukumbusha ya kwamba ye Bwana, malango yetu yalindwe usiku na mchana, yalindwe usiku na mchana, yalindwe usiku na mchana, yalindwe usiku na mchana. Rebo shandarabasika, rebo shatarabasinderebika, ribo yandereka shebazika taraba, yalindwe usiku na mchana. Omba malango yako yalindwe mama, omba malango yako yalindwe kijana, omba malango yako yalindwe baba. Omba jioni ya leo, omba jioni ya leo malango yako yawe salama. Lazima yalindwe na Bwana, lazima yalindwe na Bwana, lazima yalindwe na Bwana. Unahitaji ulinzi wa kiungo, unahitaji malango yako yalindwe ili aweze kubaki salama, ili asiingize vitu vibaya, ili asiingize nguvu za giza. Unahitaji ulinzi wa kiungo ili asiingize magonjwa, unahitaji ulinzi wa kiungo ili asiingize masengenyo, unahitaji ulinzi wa kiungo ili asiingize hasira, ili asiingize kujiinua, ili asiingize kiburi. Unahitaji ulinzi wa kiungo katika
katika jina la Yesu. Tunayatamkia malango yetu ulinzi. Tunaachilia moto ulao kwenye malango yetu. Tunaachilia ulinzi wa moto. Tunaachilia ulinzi wa moto jioni ya leo kwenye malango yetu. Ninaachilia ulinzi wa moto jioni ya leo kwenye malango yetu. Ninaachilia ulinzi wa moto. Ninaachilia ulinzi wa moto katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia upanga wa moto katika malango yetu. Ninaachilia upanga wa moto. Ninaachilia upanga wa moto katika jina la Yesu Kristo katika malango yetu. E Bwana, ninaachilia upanga wa moto. Ninaachilia upanga wa moto ili adui akipita kutana upanga wa moto. Ili adui akipita kutana upanga wa moto. Ninaachilia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Malango kwenye ndoa, naachilia ulinzi wa kiungu. Naachilia ulinzi wa kiungu katika malango ya ndoa. Naachilia ulinzi wa kiungu. Katika jina la Yesu Kristo tunaachilia ulinzi wa moto. Tunaachilia ulinzi wa moto katika malango ya watoto wetu. Katika malango ya watoto wetu tunaachilia ulinzi wa moto. Hebu omba juu ya malango ya watoto wako. Omba juu ya malango ya watoto wako ili adui asipitishe mabaya, ili adui asipitishe wizi, ili adui asipitishe uzinzi, ili adui asipitishe mabaya, ili adui asipitishe uvivu. Yatamkie malango ya watoto katika jina la Yesu Kristo. Ninayatamkia ulinzi malango ya watoto wetu. Malango ya watoto wetu, e Bwana, ninayatamkia ulinzi wa kiungu katika jina la Yesu Kristo. Mapepo yatapita kwenda kwa watoto wetu. Nguvu za giza hazitapita kwenda kwa watoto wetu. Kila mitego ambayo adui ameitega kwa watoto wetu, kila mishale ambayo adui ameitega ili watoto wetu waweze kupotea, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaachilia moto kwenye malango ya watoto wetu. Naachilia moto kwenye malango ya watoto wetu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu katika malango yao. Ninaachilia damu ya Yesu katika malango yao. Ninaachilia damu ya Yesu katika malango ya watoto wetu. Ninaachilia damu ya Yesu hata kama wako mahali hapa, wanapokuwa wako masomoni, ninaachilia damu ya Yesu. Wanapokuwa kazini, ninaachilia damu ya Yesu. Wanapokuwa wanasafiri, ninaachilia damu ya Yesu. Wanapokuwa masomoni, ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu katika malango yao. Ninaachilia damu ya Yesu katika malango ya watoto wetu, ili wasiweze kuonewa, ili wasiweze kudhulumiwa, ili wasiweze kudhulumiwa, ili wasiweze kunyanyaswa. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Ninazuia manyanyaso. Ninazuia manyanyaso. Ninazuia roho za ajali. Ninazuia roho za ajali katika malango ya watoto wetu. Ajali hazitapita katika jina la Yesu Kristo. Ninazuia lango la kufukuzwa kazi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninazuia kupata hasara. Ninazuia kupata hasara. Malango ya watoto wetu watakapokuwa kwenye biashara hawatapitisha hasara. Hawatapitisha hasara katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nazungumza na malango ya watoto wetu. Ninazungumza na malango ya watoto wetu. Rebo shatarabasika, rebo shenderebasika taraba, rebo shanderebasika. Kazana juu ya malango ya watoto wako. Kazana juu ya malango ya watoto wako. Adui anawatafuta watoto wako usiku na mchana. Adui anawamezea mate. Adui anataka waangushe. Adui anataka waharibu. Lakini kazana mama, hebu tamka matamka, tamka. Sema kitu juu ya malango ya watoto wako. Zungumza kitu juu ya malango ya watoto wako. Watoto wetu e Bwana wakamiliki. Watoto wetu e Bwana malango yao yakamiliki. Yakamiliki wateja kutoka mashariki. Yakamiliki wateja kutoka magharibi, kutoka kaskazini na kusini. Rebo shatarabasika. Ninazuia makundi mabaya. Ninazuia makundi mabaya kuingia kwa watoto wetu. Ninazuia makundi mabaya kuingia kwa watoto wetu. Ninazuia makundi mabaya kuingia kwa watoto wetu katika
katika jina la Yesu Kristo. Ninazuia wavuta bangi, ninazuia katika jina la Yesu. Nazuia roho ya madawa ya kulevya, nazuia roho ya madawa ya kulevya yasiingie kwa uzao wetu, yasiingie kwa uzao wetu katika jina la Yesu Kristo. Ninazuia lango la pombe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kulewa, roho ya kilevi naipiga katika jina la Yesu. Haitaingia kwenye uzao wetu, haitaingia kwenye uzao wetu. Raba shande reba sika. Roho ya uzinzi na ikataa, roho ya uzinzi na ikataa katika jina la Yesu Kristo. Na ikataa kwa watoto wetu, na ikataa kwa uzao wetu, na ikataa kwa uzao wetu. Hilo lango nalifunga, hilo lango nalifunga, hilo lango nalifunga. Raba shanda raba sika. Ninakataa jioni ya leo. Ninawakomboa watoto wetu, tunawakomboa watoto wetu kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Na wazungushia wigo wa damu ya Yesu, na wazungushia wigo wa damu ya Yesu. Raba shata raba sika, rebo shanda raba sika. Yesu alisema ya kwamba ulipokuwa pale msalabani, wakati uko msalabani, akina Maria Magdalena walianza kukulilia, walianza kukulilia. Uliwaambia neno moja ya kwamba msinililie mimi, jililieni ninyi na watoto wenu, jililieni ninyi na watoto wenu. Tazama Bwana, jioni ya leo tunawalilia watoto wetu, tunawalilia watoto wetu. Onekana juu ya maisha yao, onekana mfalme wa amani, onekana mfalme wa amani. Zuia mabaya asiingie kwao, zuia mabaya asiingie kwao, makundi mabaya asiingie kwao katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu jifunue, jidhihirishe kwa watoto wetu, jidhihirishe kwa watoto wetu. E Bwana, kama iko mipango ya adui ambayo adui anaipanga usiku na mchana juu ya watoto wetu, hiyo mipango haina kibali. Ninaibatilisha katika ulimwengu wa roho, ninaibatilisha katika ulimwengu wa roho. Ninaipiga katika jina la Yesu, naipiga katika jina la Yesu. Oh, jioni ya leo watoto wetu wako salama, malango yao yako salama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho chafu zote ambazo zimejipanga kuwavaa, zimejipanga kuwavaa leo katika jina la Yesu. Oh, katika jina la Yesu, oh, katika jina la Yesu, oh, katika jina la Yesu. Rabashata rabasika. Kila roho zote ambazo zimejipanga kuwavaa, zimejipanga kuwaharibu, zimejipanga kuwaharibu, leo nazipiga, leo nazipiga. Rabashata rabasika, rebo shende rebasika, rebo shata rabasika, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninawakomboa watoto wetu kwenye madhabahu za kichawi, ninawakomboa watoto wetu kwenye madhabahu za kiganga katika jina la Yesu. Chochote ambacho watoto wetu walimezeshwa, chochote kile ambacho watoto wetu walitamkiwa, chochote kile ambacho watoto wetu walisemeshwa, iwe ni kwenye ndoto, iwe ni kwenye ndoto, iwe ni usiku wa manane, yote walioyasemeshwa katika ulimwengu wa giza, ninayapangua sasa. Ninakataa, ninafuta hayo maneno, ninafuta hiyo picha, ninafuta hiyo picha. Rabashaka tarabasika, rebo shende rebasika. Hiyo picha na hiyo ndoa, hiyo picha mbaya ambayo adui ameipanda kwa watoto wetu, hiyo picha mbaya ambayo adui ameitengeneza akaiachilia kwa watoto wetu ili wawe na tabia mbaya, ili wasisikilize, ili wawe na dharau, ili wawe na kiburi. Hiyo picha na hiyo ndoa, hiyo picha na hiyo ndoa. Rabashata rabasika. Hiyo picha na hiyo ndoa jioni ya leo ninaiondoa kwa watoto wetu, ninaiondoa kwa watoto wetu, ninaiondoa kwa watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Kama iko picha ambayo adui aliyepanda kwa watoto wetu ili watuone ni wabaya, watuone hatufai, watuone hatufanyi chochote juu yao, katika jina la Yesu Kristo, hizo picha naziondoa, hizo picha naziondoa. Rebo shanda rabasika, raba shande rebakose, rebo sheke tarabane, riba sake tarabasika, katika jina la Yesu Kristo. Bwana onekana, Bwana jifunue, Bwana jidhihirishe. Tukuone wewe Bwana, tukuone wewe Bwana, tukuone wewe Bwana,
malango yetu Bwana, malango ambayo umetupa ili tuweze kumiliki, malango ambayo umetupa ili tuweze kutawala. Tukuone wewe Bwana, malango ya afya njema tukuone wewe Bwana, malango ya uzao tukuone wewe Bwana. Rebo shatarabasika, katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Nena mbele za Bwana, kamata malango ya mji wako. Kamata malango ya mji wako, malango ya nyumbani mwako, malango ya nyumba yako, malango ya mji wako. Kamata malango ya mji wako. Hauwezi kumiliki na kutawala, huwezi kumiliki amani, huwezi kumiliki furaha, huwezi kumiliki afya, huwezi kumiliki shangwe kama kwenye malango kuna tatizo, kama kwenye malango kuna tatizo. Na ndio maana wakati mwingine furaha inakuja, furaha inaondoka. Huwezi kupata usingizi mzuri kama kwenye malango kuna shida. Baba, katika jina la Yesu, tunayakamata malango ya mji wetu, tunayakamata malango ya mji wetu, tunayakamata malango ya mji wetu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ingilio la mji wetu e Bwana, tunaikamata katika ulimwengu wa roho, ninaikamata katika ulimwengu wa roho ingilio la mji wetu e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninakomboa malango ya mji wetu, ninakomboa malango ya mji wangu, ninakomboa malango ya mji wangu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninakomboa malango ya mji wa mama huyo, ninakomboa malango ya mji wa baba huyo. Jioni ya leo, chochote kile ambacho kilipandwa kwenye mji, kilisemwa kwenye mji, kilinuiwa kwenye mji, katika jina la Yesu, chochote kile ambacho kinapata uhalali katika mji wetu, rabashatarabasika, nakipiga katika jina la Yesu Kristo, nakipiga kwa damu ya Yesu Kristo, nakipiga kwa lungu la moto, nakipiga kwa rungu la moto katika jina la Yesu. Panda ambalo limepandwa katika mji wetu, panda ambalo limepandwa katika maingilio, panda ambalo limepandwa katika maingilio, na achilia moto, na achilia moto kwenye ingilio la mji, kwenye ingilio la mji, na achilia moto, achilia moto kwenye ingilio la mji wako, achilia moto kwenye ingilio la mji wako. Mahali unapoingilia, achilia moto jioni ya leo, achilia moto jioni ya leo. Huo moto unaenda kuteketeza, huo moto unaenda kuteketeza, huo moto unaenda kuharibu kazi ya shetani, unaenda kuharibu kila maneno, unaenda kufuta kila maneno. Rabashatarabasika, katika jina la Yesu Kristo, ninafuta kila maneno yaliyosema kwenye lango la kuingia, yaliyotamka kwenye lango la kuingia. Yeyote yule ambaye alichukua chochote kile, alichukua udongo katika maingilio yetu, katika jina la Yesu Kristo, alipanda chochote, alichukua chochote, aliiba chochote, kwa damu ya Yesu Kristo, na achilia moto ulao, 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 na achilia moto ulao. Rabashataraba, moto 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 kwenye ingilio la mji, moto 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 kwenye ingilio la mji wako, moto 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu wa mbinguni, tutakapoingia kwenye miji yetu, hakika tuingie na amani yako, tuwe na amani yako, tufurahie Bwana, tufurahie Bwana, tufurahie Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hilo pando la mafarakano, hilo pando la kutengana ambayo umeachiliwa katika lango la mji, hilo pando la kutengana, pando la mafarakano, pando la dharau, hililoachiliwa katika mji, ya kwamba kila anayeingia aweze kuwa na dharau, kila anayeingia aweze kuwa na hasira. Hilo pando naliondoa, huo mtego na uondoa katika jina la Yesu. Mitego yote ambayo imetegwa kwenye malango yetu, mitego ya adui iliyotegwa katika malango yetu, katika malango yetu, leo naifyatua, leo naifyatua, leo naifyatua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mashimo yote ambayo yalichimbwa kwenye malango yetu, kwenye ingilio la lango, hayo mashimo ambayo yamechimbwa kwenye ingilio la lango, ili tukiingia tuweze kudumbukia, ili tukiingia tuweze kudumbukia katika jina la Yesu. Hilo shimo nalifukia, hilo shimo nalifukia.
nalifukia, hilo shimo nalifukia, hilo shimo nalifukia, hilo shimo nalifukia kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu. Na achilia ulinzi wa kiungu kwenye malango yetu, na achilia ulinzi wa kiungu kwenye malango yetu, na achilia ulinzi wa kiungu kwenye malango yetu. Rabababababa rebababababa rabashakatara rebababababa, ulinzi wa kiungu, ulinzi wa kiungu, ulinzi wa kiungu kwenye malango yetu, ulinzi wa kiungu kwenye malango yetu. Rabashakate rebo shandaraba rebo seketara rebo seketara, katika ingilio lako, katika ingilio lako na achilia ulinzi wa kiungu, ili unapoingia, ukiingia ndani mwako uweze kulala kwa amani, uweze kulala kwa amani, uweze kulala kwa amani, ili ukiingia kitandani mwako uweze kupata usingizi, uweze kupata usingizi. Rabashataraba, ninalikomboa hilo lango, ingilio la lango nalikomboa, ninalikomboa kwa damu ya Yesu, nalikomboa kwa damu ya Yesu, nalikomboa kwa damu ya Yesu. Rabashataraba rebo shakataraba, yeyote yule ambaye amelishikilia lango lako, ameshikilia lango lako, amelishikilia lango lako, anaachia kwa moto, anaachia kwa moto. Aliyeshikia lango lako analiachia kwa moto, analiachia kwa moto, analiachia kwa moto. Yeyote yule ambaye amelishikilia lango lako, amelishikilia lango lako, anayelimiliki lango lako, anayetawala lango lako, analiachia kwa moto, analiachia kwa moto. Rebo shataraba rebo shakataraba rebo seketaraba, anayeamua kwamba wewe uweze kufanyaje, anayetawala maamuzi yako, anayetawaza maamuzi yako, anayetawala maamuzi yako. Rabashataraba, nampiga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rebo shandarabaseke rebo shatarabasa rebo shandarebase rebo kotaraba rebo shandarebase rebo sheketaraba rebo shandarebaseke, katika jina la Yesu. Anayetawala malango yako, anayetawala malango yako leo ameshindwa, leo anakimbia, leo anakimbia kwa moto, anakimbia kwa moto, anakimbia kwa moto, anakimbia kwa moto. Rabashakataraba, mapepo ambayo yalitawala kwenye lango lako leo tunayafukuza, leo tunayafukuza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunayafukuza, tunayafukuza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rabashandaraba rebo koseketa rebo shanderebase ribanda rabaka rebo seketa rebo shandereba, katika jina la Yesu. Malango yetu yako salama ndani ya mwaka huu, tunayaweka malango yetu mikononi mwako Bwana Yesu. Nasema mwenyewe, Bwana asipoulinda mji walindao wakesha bure, usipoulinda mji walindao wakesha bure. Bwana tunakualika, Bwana tunakualika. Rabashataraba rebo shandaraba reko sakata rebo shandaraba, njia zako za ulinzi hazichunguziki. Unavyolinda wewe unajua Bwana, unavyolinda wewe, wewe unaelewa Bwana. Tunachokitaka jioni ya leo kutoka kwako Bwana, miji yetu na malango yetu yawe salama, yawe salama, yawe salama, yawe salama katika jina la Yesu. Ndani ya mwaka huu ninakataa malango yangu kupitisha kifo, nakataa malango yangu kupitisha kifo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakataa, 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 ninakataa. Rabashataraba rebo shataraba, roho ya kifo, roho ya kifo naikataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Katika malango yangu, katika malango yetu tunakataa hiyo roho, tunaivunja hiyo roho, tunaikataa hiyo roho, tunaivunja hiyo roho, roho ya uharibifu, roho ya kifo, roho ya kifo ninaikataa, ninaikataa, ninakataa, nimekataa katika jina la Yesu, nimekataa katika jina la Yesu. Rabashataraba rebo seketara, adure jipanga ili kuleta maangamizi, ili biashara zife, ili mitaji ife. Leo nakataa, nimekataa. Hakuna kufa mitaji yetu, haitakufa mitaji yetu, ninakataa. Haitakufa mitaji yetu, wala kazi zetu hazitakufa, hazitakufa. Rebo shandaraba rebo kosikatara, katika jina la Yesu tunayamiliki
tunayamiliki malango ya mwaka 2026, tunayamiliki katika ulimwengu wa roho, tunayatawala katika ulimwengu wa roho, tunayafanya kwa ya kwetu. Rabababa reboko seketa rebo shandereba rebo sakatereba rebo ndarabasika rabaka seketa rebo shenderebasika. Baba yetu na Mungu wetu, wewe unatupenda, wewe unatupenda, umetuokoa Bwana. Rebo shendarabasika. Asante kwa neema yako. Wewe ni mlinzi kwetu, wewe ni mlinzi kwetu. Malango yetu yako salama, yako salama mikononi mwako, yako salama mbele zako Bwana. Ndio maana tumeyakabidhisha, ndio maana tumeyakabidhisha mikononi mwako Bwana, mbele zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Haya, tunaenda kutamka malango ya kazi zetu, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako. Wewe angalia kazi unayoifanya, angalia kama ni biashara, kama ni kazi.